المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الحاضرون الكرام، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تعالى وطاعته فقد فاز المتقون. Bizangu katika imani, baada kumhimidi Allahu tabaraka wa taala na kumtakia rehema na amani za ziada kiongozi wa umma, fursa hii tukufu na adhim mbele ya waheshimiwa Waislamu naichukua kukuhusieni bila kusahau nafsi yangu kumcha Allahu tabaraka wa taala. Wamefaulu na watafaulu wenye kumcha Allahu tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, baada ya utangulizi huu, mada hii nitaifanya na mwenzangu kwa ushirikiano. Kwa hiyo baada ya mukaddima nitamleta mwenzangu aendelee na mada hii, aniwakilishe, lakini mimi nina ujumbe mfupi tu wa watu wa elimu. Wanawachuoni wana maneno mazuri kuhusiana na elimu, ndio ujumbe na utanguliza baada ya kumhimidi Allah na kumtakia sala na amani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wanawachuoni wana maneno matamu, wanasema mahma kana alilmu mu'lima falan yakuna ashaddu ilama min aljahli. Mahma kana alilmu mu'lima, vyovyote itakavyokuwa elimu ni yenye kuumiza, kuitafuta, kuifuatilia, kuihifadhi, vyovyote itakavyokuwa kwa mwenye kuitafuta inamuumiza. Hata hapa mmekuja kutafuta ilmu, kuna vitu ambavyo mmevizoea majumbani mwenu, kwenye maeneo yenu, havipo hapa, ni mu'lima. Sangine mtu mwingine anaona kama ameteremshwa cheo chake alipokalishwa, atakavyokula, atakavyokaa, alivyokaribishwa, labda kukaribishwa kama alivyozoea, lakini kwa sababu ni makanul ilmu kunapatikana maumivu. Lakini wenyewe wanasema wenye elimu, itakavyokuwa vyovyote, itakavyokuwa hali itakavyokuwa, elimu inapatikana kwa maumivu. Falan yakuna ashaddu ilama min aljahli, yani utakavyoishi ishi itakavyokuwa na matatizo wakati unatafuta elimu, haiwezi kuwa ugumu na ukali wa maumivu kuliko ujinga. Yani ule ujinga utakaobaki nao, haujui chochote katika dini, maumivu yake ni makubwa kuliko shida utakazozipata wakati unatafuta elimu. Kwa hiyo ilo ulijue, ndugu yangu katika imani, kuanzia kijana anayetafuta elimu, mtu mzima, mwanaume, mwanamke, shida utakazozipata na kuzipitia hazilingani wala hazitolinganishwa na maumivu ya ujinga. Ilo ulichukue, ni maneno ya walimu, maneno ya wanawachuoni, kwamba vyovyote elimu itakavyoumiza haiwezi kuwa na ukali wa ujinga katika maumivu. Lakini vile vile wakasema kullu ina'in, kila chombo chochote mnachokijua, yadhiqu bima ju'ila fihi, chombo chochote kinaweza kupata dhiki, kubanwa kwa yale yaliyowekwa ndani yake. Kile chombo kikawa kimetosheka au hakina nafasi. Lakini wakasema isipokuwa illa inaul ilmi yattasi'u, isipokuwa chombo cha elimu, namna kinavyozidi kuwekwa mambo kinazidi kutanuka. Kwa hiyo mtafuta elimu atapita, unaona daraja zilizoandaliwa na wasomi duniani ni nyingi sana. Mpaka saizi kuna doktora, kuna ustadhi doktora, kunasikia kuna alhafidh, kuna sheikhul islam, kuna nini. Yani kadiri mtu anavyosoma, kile chombo cha kupata elimu kinazidi kutanuka, kinyume na vyombo vingine vyote.
vikiwekwa kitakachowekwa vitabanwa, lakini elimu nafasi yake inamfanya mtu chombo chake kiendelee kupanuka. Ndugu zangu katika imani, baada ya utangulizi huu, basi nitamkaribisha mwenzangu kijana wetu aendelee na mada hii ya elimu. Aniwakilishe vizuri, nione na mimi nione anavyocheza. Wakati nataka kuondoka duniani, basi niweze kupata yakini kwamba namwacha mtu ambaye kama atabaki atanisaidia kufanya kazi ya dawa ambayo tumekuwa nayo kwa muda tangu hajazaliwa, na leo amekuwa mkubwa, naona nimtumie uwanjani. Ndio viwanja aanze kuvitumia hivi. Rifaa falyatafaddal mashkuran maajura.